ni kuhusu kunena kwa lugha. Speaking in tongues. Unapojazwa na Roho Mtakatifu, is it a must uongee, yani unene kwa lugha ili ujue kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani ya maisha yako? Kwa sababu unaweza kukutana na watu mahali, yani the way wananena kwa lugha, yani ni vitu yani sijui sana. Yani nataka kujua unaponena kwa lugha yale maneno unakuwa na tafsiri yake ndani yako, unaelewa kwamba ninaponena hivi ili neno lina maana fulani, au ninanena tu kwa sababu ninatakiwa kunena kwa lugha. Yani swali ni kwamba ninapojazwa na Roho Mtakatifu ni lazima ninene kwa lugha? Kumlazimisha mtu anene kwa lugha ni makosa. Ni makosa. Kumwambia mtu asiyeweza kunena kwa lugha kwamba nena kwa lugha sasa, sawa, kama unaisema ili afanye tendo la imani ili aweze kupokea, kwa sababu imani pasipo matendo imekufa, ni sahihi. Lakini kama unamlazimisha ili abuni chochote tu ili mradi na yeye aende na momentum, ni makosa. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema hivi, kile kitabu I believe ni Wakorintho wa kwanza, yes, Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa kwanza na wa pili. Sasa sikiliza vizuri, anasema hivi, ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni karama za rohoni. Nimejuaje? Namba 2 anasema, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. So unapoongelea kwa habari ya kunena kwa lugha ni moja kati ya karama za Roho Mtakatifu ambazo kila aliyeokoka ana uwezo wa kuzitaka. Kama unavyotaka Mungu akupe kufanya miujiza, unaweza kutaka Mungu akupe kunena kwa lugha. So it is an advantage. Ukitaka kunena kwa lugha, unaweza kupokea kunena kwa lugha. Kuna watu ambao ile tu ameokoka saa hiyo ameokoka saa hiyo na anaanza kunena kwa lugha saa hiyo. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Mwakasege, anasema alikuwa anaumwa, na katika kuumwa huko alianza kunena kwa lugha kwa mara ya kwanza pasipo kuambiwa na mtu nena kwa lugha, na akiwa mgonjwa akaanza kunena. Kwa una uwezo wa kuelewa jinsi ambavyo hii ni karama ya Mungu mwenyewe, ya kwamba sio kitu unajifunza. Mimi nilipoanza kunena kwa lugha sikuwa na mtu, nilipokea, nilitaka na nikapokea. Kora masantelia ilianza, na ilianza kidogo, na kadiri siku zilivyozidi kwenda nikaanza kuona vocabulary zinaongezeka siku kwa siku. Kwa hiyo ukinifuata leo hii ukaniambia okay, unaamini kwa habari ya kunena kwa lugha? Naamini kwa sababu sikufundishwa na mtu awaye yoyote. Naamini kwa sababu ni kitu kilichotokea supernaturally, divine intervention. Nilicheka sana nikasema, Mungu, hiki ni kitu gani kinanitokea? Kitu gani hiki kinatokea? Kwa kunena kwa lugha ni karama. Sasa mtu ambaye ameokoka na aneni kwa lugha, je, ni mbaya? No, sio mbaya, lakini taka sana kunena kwa lugha. Haleluya. Kwa sababu maandiko yanasema hivi, kadhalika Roho naye hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Nataka uelewe hiki kitu. Kuugua kusikoweza kutamkika sio rama sate koliamanta. Kuna mtu ananielewa kitu nasema? Inasema kuugua kusikoweza kutamkika, ina maana hakutatoka matamshi, ila Roho ataugua ndani yako. Ina maana kuna wakati Roho ana uwezo wa kuugua wewe ukiwa kimya. Unaanza kusikia uko ndani, Roho anaomba kwa ajili yako, unasikia ndani. Kuna wakati unaweza ukawa unalia tu na Roho Mtakatifu anakuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Kwa kuombewa au kuomba kwa Roho au Roho Mtakatifu kuomba pamoja na wewe, not necessary lazima uwe unatamka kwa lugha rama seketelia manta no sa. Roho Mtakatifu anaweza akawa anaomba na wewe na unaomba Kiswahili kabisa.
na unasikia moyoni mwako anasema ombea kitu fulani, unaanza kuomba, Mungu na kushukuru, asante kwa ajili ya viongozi wa taifa. Unasikia Roho Mtakatifu ndani yako anasema omba kwa ajili ya hiki, tubu kwa ajili ya hiki, na unasikia unaweza kuomba masaa mengi pasipo kunena kwa lugha. Ubaya siku hizi watu wamegeuza kunena kwa lugha kama sehemu ya kukimbilia, yani wasiombe. Kwa mtu anaenda mbele za Mungu anasema nakuja Mungu mbele zako, Roho Mtakatifu niombee, kata pekete parada shatatatatata, aombi chochote. Ukimuuliza wewe uliombea nini, hajui hata alichoombea. Kuomba kuna utaratibu. Haleluya. Kama una vitu vyako unataka kuviomba, fata protocol. Nenda mbele za Mungu. Maandiko yanasema nendeni mbele za Mungu, ingieni malangoni pake kwa sifa. Mpe sifa Mungu. Unastahili Bwana, wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Na usemi tu kwa kurudia protocol, unarudia kwa sababu unajua moyoni mwako ni kitu ambacho anakistahili. Mpe sifa anayostahili. Mwambie maneno ambayo ni haki yake. Mpe utukufu ulio wa kwake. Maliza, nenda mbele za Mungu. Maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Mungu, ninajua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nakuja mbele zako, naomba rehema, nitakase. Yamkini kuna mahali nimekukosea. Unaanza kutubu makosa yako yote, dhambi. Nafundisha mtu kuomba hapa, Mungu nimekukosea, nimekutenda dhambi, yamkini nilikuwazia mabaya, yamkini Mungu nilitukana, yamkini kuna mahali niliwaza isivyo sahihi, isivyopaswa kuwazwa. Ninakuja, unisamee, unirehemu, unioshe, unitakase. Nante mantaraba. So utasikia taliko marate skelianta. Hapa si kitu nafanya mimi, nasikia haya maneno ni kitu kinatoka tu. Kwa utasikia ni vitu vinatoka. Utasikia ni mambo ya siri ambayo roho ya mtu inajua hayo mambo, inayajua haya mambo. Kwa hiyo hii roho inaponena it's like deep calling on to deep. Ni roho yako inanena na Mungu ndani kwa ndani, vitu vya siri ambavyo hata wewe mwenyewe huvijui. Kuna wakati unaweza kuwa kwenye matatizo, hujui namna ya kuomba, unasema kile kilichoko ndani, nisichokijua ninakipeleka mbele za Mungu. Yamkini kuna hatia ambayo nimeifanya, roho yangu inajua, lakini akili yangu haijui, haina matunda. Kwa hiyo naanza kunena kwa lugha nikiomba Mungu aingilie kati. Kuna wakati katikati ya kuomba kwako Mungu anafunua. Wengine hata unamaliza kuomba huko na hamna kitu kilichofunuliwa, ila unashangaa tu kuna kitu Mungu amekisolve. Amesolve vipi? Roho yako ilinena naye, ulisema naye mambo ya ndani. Roho yako ina uwezo wa kunena zaidi ya kinywa kinavyoweza kunena. Kwa inanena na Mungu mambo ya sirini, unanena na Mungu, anakusikia. Kwa unapoomba, hiyo ni stage 2. Nimesema unaomba Mungu akutakase. Namba 3, you begin to declare his word. Unaanza kuyataja mambo yake, maneno yake, ahadi zake. Mungu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninakushukuru, wewe si mwanadamu hata useme uongo, si mtu hata ujute. Neno lako ni hakika. Vitu vyote vitapita, lakini neno lako we Bwana litasimama, la dumu milele. Mungu, umesimama, umejitukuza. Bwana, kama vilima vinavyoizunguka Israeli, ndivyo ambavyo Mungu umewazunguka wenye haki wako. Asante kwa sababu umenizunguka. You see, you begin to declare his word. Kwa nikikwambia soma neno la Mungu, ninachokusaidia na kusaidia ili unapoomba uwe ujue namna ya kuomba. You declare his word, unaanza kutamka neno lake, unatangaza neno lake, kwa sababu Mungu hafanyi nje ya neno lake. Anasema amelitukuza neno lake kupita majina yake yote. So unapoanza kuachilia neno lake, ina maana unatembea na kile ambacho Mungu anakitaka. Mwishoni kabisa, yale usiyoyajua unaachilia lugha. Ratesako enkarabaseteliata. Kwa hiyo mtu ambaye ameokoka na ajui kunena kwa lugha, hawezi kunena kwa lugha, still ana uwezo wa kumwomba Mungu. Lakini ile kwa kujua kwamba nitanenaje mambo ya siri ya ndani ya moyo wangu, nitanenaje haya, unaanza kutaka kunena kwa lugha. Na haimaanishi ya kwamba Roho Mtakatifu hawezi kukuombea. No, Roho Mtakatifu anaweza kukuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Bado Roho Mtakatifu anaweza kukuombea.
hata kama hujui kunena kwa lugha, kwa sababu anapoomba anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Haleluya. Kwa ni wasii tu, kama uneni kwa lugha, hata tukiwa kwenye maombi hapa, taka sana hiyo karama. Taka sana. Mwambie Mungu, nipe kunena. Na unaposikia ndani yako unasikia kama nataka kunena, fungua kinywa chako, sema Yesu asante umenipa, Yesu asante umenipa. Before you know it, parasekato, vitu vinafunguka. You will love it. Utafurahi. Mimi nimenena kwa lugha kwa mara ya kwanza, nilifurahi hadi Mungu alijua nimefurahi, kwa sababu nilikuwa sitaki kuacha. Yes, nilifurahi. Finally nilinena, nikanena, nikalala, nikaamka asubuhi, nikajaribu, ikakataa, nikasema hapana, nikaweka nyimbo ya kuabudu, nikasikia tata ikaja, nikasema siachi, nikanena, nikasema nitanena mpaka nihakikishe imekaa. Haleluya. Taka sana kunena kwa lugha. It will help you. Kuna wakati sina nguvu za kuomba, I just blast in tongues. Kuna wakati sijui namna ya kuomba, I blast in tongues. Kuna nyakati naweza nikawa nanena kwa lugha na Mungu akawa ananipa tafsiri ya kile ambacho nakinena. Yes, inawezekana. Hata kwako pia. Pay attention. Anaweza akasema na wewe moyoni, au ana uwezo wa kutamka kile ambacho anakisema. Ni kitu ulikuwa ukifikiri, unashangaa uko raba sekeliamanta. Maana wewe ni Mungu, rama sekelianta, utanipigania, momeka la mante lekelia, riba baba soto kolianta, umewatendea maadui zangu, mante kalata, libo. Unashangaa unaongea vitu ambavyo hukuwa unavifikiria, lakini vinakuja. Mungu anakupa tafsiri ya yale ambayo anayasema katika. Haleluya. Kuna mtu amesaidika. Amen.